sana. Unapendeza sana. Mwambie Unapendeza sana. meremeta ya kumeremeta. Unapendeza sana. Unapendeza sana. Amen. Amen. Eski unasema natoka ndani ya roho Kweli. sisi tunasema katika roho kweli. Ambia voisin kwa basema voisin unapendeza sana. Papa mnapendeza sana. Mnapendeza sana. Amen. Amen. Tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu anastahili na anaenea. Amen. Kuonana kwetu hii siku ya leo anajua mgeto hapana ni kwa neno la Mungu. Na hii ni mwezi wa mama, nasema tena bonne fête kwa mama wote. Amen. Amen, amen. Amen. Kupitia mwendo tunaonekana siku ya leo. Mungu abariki sana, aongeze miaka ndani ya maisha yenu. Amen. Kanisa kama mko ba mama ndio kanisa nitakumbele sana. Amen. Amen. Kama kanisa kuna baba maana yake kwa ni zote. Na maendeleo haiwezi kuja kwa mfano. Amen, amen. Na hata kama ndani ya nyumba kama mnakosa mama utakuta pantala huku kilato huku kwa sababu mama shina. Wakati mama anakuja anaangalia kilato cha pasi yake, anatengeneza kila kitu pasi yake kwa sababu presence ya mama ni ya maana. Na ndani kabisa ya Penuel presence ya mama ni ya maana. Tushangilie tena katika jina la Yesu. Mungu atubariki sana katika jina la Yesu. Nadhani unaweza Biblia yako kwa sababu ulipo na karne yako tukwenda haraka siku ya leo. Na mahubiri yangu ambayo nimehubiri siku ya leo nataka kama baimbaji wanaimba deja mali hapa. Asafu naimba, Kusansi na pia naimba hapa kwamba juu ya imani. Kusansi nasema kwamba sema Mungu nipatie nguvu. Na kama kuna nguvu ndio utatendesha imani yako mzuri sana. Haleluya. Na kishina kitabu kinasema juu ya imani. Na hiki kishina hicho nilikuwa tembelea mwezi mzima na Mungu asaidia leo mimi naweza kumalizia hapa siku ya leo. Amen. Amen. Kinasema kuamini. Sijue kuamini mambo yako unachukua mfaso kana. Siku leo watu wengi sana bena vile vitu banaamini yako. Kuna wengine beko naaminia pesa. Kuna wengine beko naaminia mtu fulani. Na sijue wewe siku leo uko naamini yako ndani maisha yako. Haleluya. Amen. Na niomba Mungu anisaidie ko nipate kuipo pole pole unikomprendre mzuri. Amen. Amen. Sasa kani kibite ya yule sana unisikia mzuri hapana. Mungu anisaidie. Amen. Amen. Inasema kuamini. Kuna watu wengine beko naaminia pesa ile beko nayo. Banaona kwamba sema inatosha, lakini haitoshi hapana. Kuna mtu mwingine yuko naaminia kazi ile iko nayo kwamba sema nikikosa kazi maana yake mimi maisha mnaisha, lakini maisha yaisha hapana. Amen. Kuna watu wengine beko naaminia masanamu. Kila wakati wote banda kwa masanamu kuabudu masanamu zao. Bana adore masanamu zao. Bana aminia madhabahu zao, masanamu zao. Na lakini vile vyote vile abina na faida hapana, wala bina amana hapana. Na tuna mtu mmoja ambaye tunaweza kuamini ni Yesu Kristo de Nazareth. Haleluya. Kitabu cha Yohana chapitre 11 verset 4. Tutashuka kwa Paul. John 11:4-45. Yes. Baada kusoma karibu sana tunaweza kushimama katika jina la Yesu Kristo. Tutasoma kitabu cha Yohana 11. Kisha Tunaanza pa 4 kushuka. tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour,
il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Merci. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wewe Mungu ambaye unastahili na kuenea. Baba, kwa sasa hivi sitakwenda kusema, tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu, tunahitaji presence yako itawale na ijioneshe siku ya leo. Baba, bila wewe hatuwezi kitu, hapana. Bila wewe Papa tunabakia babubu. Ndio kwa maana mimi naenda kuomba Papa, acha uwezo wako, chukua control ya sali Papa, katika jina la Yesu Kristo. Fungula roho ya kila mmoja iwe ambapo kwa mali hapa. Tunahitaji sauti ya leo Papa iguse maisha yetu na ibadilishe maisha yetu na itutie nguvu, mfalme wa amani. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni wewe ambapo ulituita, uliona ambapo tutaona siku leo. Mungu wa neema, tunahitaji mkono wako utuakompanye katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. In habari ya mtumishi wa Mungu Lazaro. Lazaro alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Lazaro alikuwa anatembea na Yesu Kristo mahali pote. Na Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu Kristo. Facha mapa alikuwa Yesu Kristo, unamwona kwa Lazaro. Sauti ya Mungu nasema kwamba Lazaro akapata magonjwa ila ambapo ikampeleka anapata kifo. Wakati wanamwambia Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu Kristo ndio mwenyewe anataka uzima ndani ya mtu, akawaambia wanafunzi wao wasema Lazaro sikufa pana, ila Lazaro ameshalala. Anasema tena kwamba magonjwa ya Lazaro ni njia kuonesha utukufu kwa Mungu. Haleluya. Vile bintu bantu wanaweza wanaona kwamba sema njoo mwisho, lakini kwa Mungu hapana mwisho hapana. Haleluya. Kama uko na imani ndani ya kusema kwamba utafanya espoir. Wanasema kwamba imani iko na kuya kufuatana vile tunasikia. Mtu wa imani ni yule mtu eko si ya kusema kwamba na hata kama ninakosa leo kesho nitapata. Kwa sababu iko na imani. Mtu wa imani asina mtu akulialia sana pana. Mtu wa imani akusema kwamba kwa sababu ninaaminia kwa nani na inapasha ujue unaaminia kwa nani. Amen. Kama unaaminia kwa mwanadamu utakusema kwamba maisha yako mzima utakuwa maisha ya kulialia sana. Na wakati kama unaaminia kwa Yesu Kristo, hata kama malali na kwa ndani yako utakusema kwamba eko pale pembeni yako na atakusaidia. Jana nilisema kwamba usiogope kwa maana wewe ni wa Mungu. Ule wote kuna niko na Mungu, hata problem inaweza na kuya, lakini haita kupeleka kufa pale. Amen. Watu wanaweza wanakuacha. Marafiki wanaweza wanakuacha, meta imani yako ndani ya Yesu Kristo. Wakati umejenga imani yako ndani ya Yesu Kristo, kuna siku moja utairekipere. Haleluya. Wakati yote masakrifisi yote uko nafanya kazi ya Mungu, utakusema kwamba kuna siku moja utairekipere. Yote unafanya abistenda kwa bula pana. Masakrifisi unafanya aistenda kwa bula pana. Fanya majene Yesu mapenda abistenda kwa bula pana. Kuna siku moja utakusema kwamba kwa na imani kusema kwamba after yote hivi mimi nitaenda kwa Baba. Amen. Mtu wa imani ni yule mtu ambapo eko na imani eko na espere vile vitu ambapo ashina naga hapana. Amen. Hapana kwa na imani wakati ambapo kuna pesa hapana. Unaweza ukrizi unasema kwamba si niko na imani kesho utapata pesa. Ni imani. Hapana, imani yako isikui ya vitu vidogo hapana. Inapasha imani kuwa vitu vikubwa sana. Inapasha imani ya kusema kwamba sema kesho kama mtu mnene. Wala kesho kwa president wa nchi fulani. Inawezekana. Kama kuna imani. Kwa nini usikue president? Kwa nini usikue pastor mwenene mwipe hiyo? Kwa nini? Kwa nini usikue muombaji mwenene mwipe hiyo? Na kama una imani ndani yako. Amen. Imani ile ndani yetu ndio itafanya kwamba sema itoshe mafuri ile ndani yetu. Tunaweza tunakuombea usiku mzima mali yako. Na kama hauna imani ndani yako, hautapata gerizo hapana.
Unakuwa kuna problem, unakuwa chaque jour mkanisa, mais kama imani haina ndani yako ni kitu bure sana. Haleluya. Yesu akaambia wanafunzi usoma masema Lazarus hakufa pana. Eko mwenye kulala. Mimi napenda ndio mtu kusema kwamba problemi ndio nayo siku leo haustakufa pana. Itaisha. Amen. Na haustakufa na kama hauyaona baraka maisha kwa pana. Na haustakufa na kama hauyagusa miracle ile Mungu alisema juu ya maisha kwa pana. Anasema ameshalala. Bila mimi nitaendelea maisha ya kushijala pana. Inapasha utu namba kuna mamini. Haleluya. Anasema hivi wakati tunamwambia Yesu Kristo asikujala pana wala sikuogopa pana. Aliendelea na kazi yake. Wakati alimaliza mambo yake yote, Joa akaambia wanafunzi kusema kwamba sema twendeni basi kule wanapita kule. Wanafunzi wakashangaa. Wakasema mfano. Si ndio tumebeba machuro kama sasa tupika. Yesu asikujala ngeti bila pana. Yes, mission ni kwamba sema akwa lete deliverance. Anacha bantu baseme, anacha bantu bazarao, anacha bantu baseme gisa mapo batasema. Me wakati atakuya anakuwa kuleta solution, ile pasha mapa kwa solution. Haleluya. Inapasha imani yetu ikuwe ndani ya Yesu Kristo. Tutoshe imani mpite mdunia. Tutoshe imani mpesa. Tutoshe imani mu magari tuko nayo. Tutoshe imani yetu mpite mdunia kwa sababu atuste nafasi na vile vitu hapa. Mara mingi vile vitu vile biko na kuya ndio kutosha presence ya Bwana. Mimi napenda pesa sana. Mimi lakini ndio kwamba sema nitakutosha presence ya Bwana. Pesa na mbaya, pesa ni mzuri. Na usite imani yako yote mpesa pale. Hapa kuta imani yako mariaja papa. Haleluya. Tutie imani ndani ya Yesu Kristo. Na kama unatia imani yako ndani ya Yesu Kristo, nakwambia kusema kwamba watu watakushangaa. Watakuwa munjeske ni yeye wala sio hapana. Haleluya. Ni nani ambapo alimtumainia Yesu Kristo na Yesu akamwacha? Ni nani? Ni nani ambapo alitumula roho yake? Anamuita Yesu Kristo na Yesu anataka kujibu hitaji yake. Ni nani? Bale bote walita imani kwa Yesu Kristo, balipata gerezon. Bale bote walita imani yao ndani ya Yesu Kristo, balipona mkono wa Bwana. Na kujua kusema kwamba Yesu alikuja juu ya maisha yako na asikuja mtu mwingine hapana. Na anasema kwamba bale bote kama mnyaminie paka mie tu, mshaminie vitu vingine hapana. Amen. Hapana kwa minya bie vitu vinavyolesu kwa leo. Hapana kwa minya male grade uko nayo kwa leo. Hapana kwa minya ile macheo uko nayo, ndio kusema kwamba bitaisha. Amina jina la Yesu Kristo. Unaweza kuaminia mtu anaweza na kufa. Unaaminia pesa inaisha. Kama unaaminia Yesu Kristo, hakuna mtu ambaye atakuwa na mkushe ndani yako. Hakuna mtu hapana. Haleluya. Est-ce que tu sonnes pour neuf? Pas elle, pas neuf, ya. Verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Amen. Inapaswa utembee na Yesu Kristo. Na kama imani iko ndani yako utatembea ndani ya mwana. Ile fashi bantu beko naogopa wewe haustaogopa pana kwa sababu lumiere iko pale. Amen. Yesu anasema mimi nakufa juu yenu. Ese unamwaminaka Yesu Kristo bila alisema. Amen. Anasema alimwaga damu yake juu wewe na mimi tuokolewe. Ese unaamini ile message. Ese unaenda kusoma sema siku moja utaenda kwa baba. Ese unaamini yake. Inapaswa tujue kusema kwamba hapa dunia tuko kwenye safari. Na tuamini kusema kwamba kuna siku moja tutatoka hapa. Tutaacha kila kitu chote. Tutaenda. Yesu kuna imani. Haleluya. Unapabisa vitu vingine. Yesu kuna imani. Unaprepare maisha yako ya kesho. Haleluya. Kumbe wengine mimi nataka stock ya mwaka inakuja. Na pasi ile mwaka nijenge nyumba. Na pasi ile mwaka ninunue mpango. Ninunue gari mzuri. Este kumbingu kule. Unafashi wala una nayo. Haleluya. Amen. Kumbingu tutaenda. Yesu tutabakia. Na kama unaenda utekala wapi? Haleluya. Amen. Sipo tunaanza na kumbingu tunaweza kwenda. Mema grade tofauti. Mashapeko tofauti. Makalo tofauti.
Amen. Haleluya. Kila mtu wote atapokea kila ambapo alitayarisha kwa sasa. Tia imani yako ndani ya Yesu Kristo. Ujikonsantre mu presence ya Bwana. Utumikia Bwana jinsi ambapo inavyostahili. Heshimisha kazi ya Bwana. Mungu alikuweka mahali hapa ili tukue example, tukue mfano kwa wengine. Haleluya. Hapa unafika fashi nyingine, unataka conclusion. Mkristo au Mkristo hapana. Mkristo wa imani banasema bisa haiwezekani. Daktari anatosha matrompe ndani yako. Kwa kuwa kuna Yesu Kristo, daktari anasema utakufa, unasema kama sitakufa hapana. Kwa maana niko na Yesu ndani yangu. Amen. Banakuita kuma interview ya kazi, bana ukomplike sana, unasema sitajala hapana, niko na Mungu aliye juu ya mbingu zote. Atanitetea, atanitetea. Haleluya. Hapana kaungaika. Bana unaanza kukazi hivi, ma stress munyumu. Unaanza kutompole, eske mimi niko Mkristo au sio Mkristo? Ndio. Juu ya kazi, juu ya masomo. Amen. Wakati kama na kukazi, banasema hapana kumesha yala. Unasema merci, Mungu asifiwe sana. Nataka kunyuma, unasema baba asante. Niko na imani kwako. Napata pasi nyingine. Amen. Mtu wa imani siri yake sana hapana. Mimi najua hapana. Mtu wa imani hata kama atembea na kutula leo, anasema kwamba kesho tutakuwa na mapantalo. Mtu wa imani hata kama atembea na kinga leo, anasema kesho tutakuwa na gari yangu. Amen. Yes. Vitu ya mdunia vinakuyaka na vinaendaka. Vinakuyaka na vinaendaka. Kibao kwa kanisa hapa na makinga. Na makinga. Ushoka na mkochi yako pia upa kinga. Amen. Upa kinga. Ni kwamba sema ni wakati vitafika. Amen. Ni wakati. Bila kunakimbilia vile bitafika utajiona hiyo sababu hivi vitu vyote. Amen. Biko ni wakati. Mais kuna wakati mmoja ambapo kama unapotesha leo ili uirekipete au ni problem sana. Amen. Ni wakati kumchukua Yesu Kristo kutembea mu presence yake, kutembea kisa ambapo anavyopenda, utaona vyote vile. Amen. Mungu anamwambia Adamu asema mimi nakubariki. Na hiyo wakati Adamu alikuwa anapaswa kwa ile kusafiri mpei. Mungu anasema nakubariki. Kwamba sema baraka hii kwako kwa wale wote wanamwamini Yesu Kristo. Amen. Amen. Benediction hii kwako kwa wale watu wote wanamwamini Yesu, wanampokea kama sema Seigneur est sauvé. Imani heritage kwako. Amen. Mungu anamwambia Abraham, toka takubariki. Alikuwa na nini? 0.0. Lakini Abraham akamini. Hebu sema nasema. Mungu anasema kwamba kama unapenda unyoni unapasha utoke mdunia. Inapasha utoke ndani zambi, utaona baraka yangu. Naona nataka kuwa mzambi unapenda baraka Mungu. Au saiona baraka. Au saona. Watu wengi sana siku leo wanapenda matunda, mimi banakatala mti ya matunda. Unapendaka citron, mimi unakatala ile mti ambayo inataka citron Mungu, unakatala. Sasa matunda utafuta nyawapi? Unapenda magonjwa iishi mnyumba yako, itoke mnyumba yako, mais auchukue protection amani Jésus Christ. Hapana. Mnyumba yetu mwezi kama mnyumba ya dispensaire hapana. Mnyumba mkristo mwezi kama mnyumba ya madawa, ukinyea mnyumba ya maarufu ya madawa hapana. Inapaswa mnyumba maarufu ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Tuko na ubiri yule Yesu mzima una ambaye eko capable unamuita na ichiki. Atubiri Yesu anisatia hapa. Atubiri Yesu ambapo unawita na kumara kama mtu hapa. Tunasema na Yesu ambapo bali mwanzo kumsalaba Golgotha, beko na mpika juu ya. Tu tunasema siku leo. Na kama kwa mtakatifu na kama ziteni. Esto tutasema nini? Tunasema na Yesu anapomzaka machozi ya miaka na miaka. Tunasema na Yesu alipita kutoa Israeli mtumwa. Anabapeleka mkana. Ndio ndio tunasema siku leo. Yesu kumamina Yesu Kristo kama Seigneur Sauveur. Yesu kumamina Yesu Kristo ya kusema kwamba yeye ndio possibilité ya siku. Yeye ndio heritage ya mwisho ni Yesu Kristo. Sasa zingine wewe na mimi siku leo bazazi yetu wakupatie pesa. Bazazi yetu wakupatia gari ya kutembelea. Mais heritage yetu ni Yesu Kristo. Wakati tunamwamini Yesu Kristo na hata kama bantu atakupatia heshima, batakupatia heshima kwa sababu Yesu Kristo eko ndani yako. Amen. Mnaikala mahali hapa, mnasikia Jeremia Kabongo, ni kwa sababu Yesu Kristo eko ndani yako.
Kama Yesu siko ndani yangu, singesimama mahali hapo. Na mimi sina pesa kupita Mungu tapani. Ni kwa sababu Yesu yuko ndani yangu. Haleluya. Kama ingepanda Yesu Kristo, nani angekutasii hapo? Nani? Kama ingepanda Yesu Kristo, tungeta mkulu yetu hapo. Vendredi tumesha kala. Basi tunakata telefoni. Prince. Tunarusa filme. Ile wakati ile Mungu anaambia mtole. Shika mmoja mtole sijui. Misa. Ile mafuta kingonja ile. Ile gandane vile. Muna kula vile na nyoko. Nyoka ukauka. Nasema kama wasema mateso unateswa ni témoignage. Na Mungu asiweza kuinua na kama bado yapita kusufrance kula pale. Amen. Kama sikuta mateso kule sina hata ya kumbira pale. Sina vina. Sasa zingine leo nakosa kazi hapana kujali. Ni kwamba sema ujifunze uchike mateso bado bado unakosa kazi na kaka tena. Unaweza bashauri kutoka mbili. Uweza somea. Unaweza nishauri na kwambia. Amen. Unilize. Sasa natamani Mungu nisanje ilike. Nenda kwa nini wapi? Kuko maite ngiro kusaidia kupima regrete. Amina amen. Tunapeleka kwa somo. Tunaangalia. Bali tukitaka pale bote hapana hapo. Ndio mapratika yao. Sasa tunaangaliana. Sasa Mungu hata nimalize kwanza hii yangu hii. Niweka hivi kingine kwanza. Mimi nitapata kazi ya fasili. Na bwana. Alijatsa pale. Ni wakati fulani. Amen. Hapana kukimbia, subiri wakati. Tunaangalia vile kwenda kasema mkao. Tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Na kwa tulimaliza pale. Kwa hiyo kasema mkao pale. Inapaswa tuombe. Tuombe baada kusema Mungu yasimu. Leo hii Shiba tutoka pembeni na majini ya Mustronge. Nani Mustronge? Tunajua baba. Jo majini ile, majini kasai Mustronge. Ndio nasema Mungu ana mafundisho yake. Na Mungu asosikie mafundisho ya Mungu hapana. Wakati Yesu yuko ndani anafunza kusema masema, Lazaro ameshalala, akakwelewa hapana. Anasema mawazo yangu na mawazo yenu ni mawazo tofauti. Amen. Bila unaona kwamba biko nguvu kwako, kwa Mungu biko teketeke. Bila unasema niwezekana hapana, kwa Mungu inawezekana. Wewe kia confiance kwa Yesu Kristo. Sasa imani yako kwa Yesu Kristo. Na Yesu yuko pale juu yako. Anasema muniki nitaichika. Muniki nitanionyesha mama. Kwa nini unadutie? Kwa nini unaogopa? Juu ya Mungu naye. Kwa nini unaogopa? Juu unakosa kazi. Kwa nini unatosha imani yako mwa Yesu Kristo? Unakuwa mkanisa, sasa unapenda, sasa upende. Hapana. Hapana. Wakati unakuwa mkanisa kwa asili kusema kwamba ninaamini kwa Mungu. Hizi ni na ile fasi nitatoa na benediction yangu. Amen. Baraka iko hapo. Iko hapo. Yesu anamwambia kusema kwamba twendeni ile fasi pale. Wanafunzi wanasema kwamba hatuwezi kwenda pale kwa sababu alikutupilia majiwe kwamba nakupige aje tubakie. Yesu anasema hapana, twendeni. Ni wakati mzuri. Twende fasi ambapo bado wazani baya. Twende ile fasi ambapo wanamkatana Yesu Kristo, twende tuhubiri habari njema. Twende tuambie kusema kwamba Yesu anaweza na Yesu anakuja ndio kuleta geuzo kwa wale watu ambapo wanakosa solution. Haleluya. Twende. Wanafunzi wa Yesu Kristo bakaitana. Kama kwa twendeni. Twendeni. Kwa mati. Bakaibana wote bakaenda. Basi kama ni kukufa, tukakufa. Kama ni kutupika, bakatupika. Na mission yetu sie twende na Yesu Kristo. Hapana kuogopa kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Hapana kuogopa kusema jina la Yesu hata kwa masomo, hapana. Tuko na Yesu Kristo. Ule uko capable. Ule ndio solution yetu sie. Wakati una problem, unamwita Yesu Kristo. Sauti yangu nasema kwamba wakati Ana alikosa mtoto, alikuwa naomba sana. Eko na yeye usiku usiku, machozi kunavuja, lakini imani yake ilikuwa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Alikuwa na imani kwa Yesu Kristo. Jana
Sema sasa sisi. Nasikia mroho yangu. Na nituma kweli tufanye kwa bili mvili. Kamba sema, okay, mimi ndio chika tunapo leo nitakuja hapo. Kwa bana hata tumesinga jana kwa maombi hapa. Nikamwambia Tracy, nasema kwa tutaenda. Kaenda mvile. Nifanye ni mvile kwanza. Tunasema okay, ni afadhali tufanye ni pite polisi. Tubaambie kwamba sema tutaenda kubiri mvile kwamba sema ndio security. Asema sasa tubaite. Kama na telefoni na polisi. Bakaichika mara moja. Normalement quand on appelle nos bouquets na pas bouquets mapema. Ilikuwa masema bafanye security mzuri sana. Na wakati ambapo tukabaita paka pale tukabaita tukasema tuna programu na tunapenda kutubiri mvili mmoja. Akasema huyu nani? Sasa mimi ni evangelist. Sasa mimi napenda kutubiri mvili mmoja nani? Niombe pale. Asema tutaenda kuomba shukrani. Nikasema nitaomba nini leo? Saka akasema hapa sasa. Sasa msubiri kwanza kidogo kwanza nite wala chef yangu nite wa chef tutafanya nini? Tutakuta hapa sasa. Nikasema sawa. Nikachunga pela ya basuda hapa tukachunga kitu kama 5 minutes bakaita. Bakasema mtenda kuombea wapi? Nikasema mtenda kuombea Murebe Center. Bakasema achonge sawa. Mwende pale lakini mshubiri kumanini kumilango hapana. Mwende mkatikati mwanzo kuhubiri kwamba sema kila mtu wote ule ambapo anapenda anisikie. Na wala sipende aende lwake. Nikasema Mungu asifiwe sana. Kama asante nilikuwa pale ni msinyale kwamba kwa sasa hivi mnalabani kwenda kule. Bakasema kwa saa mwende pale na polisi itakuwa pale kunyangalia. Sasa Mungu asante sana. Kwa sababu misioni ambayo nasema inatimizika. Kwenda mvile mtu wa kwanza mtana naye Brian. Sasa kadona sema bafle. Sasa mababu wale sema Jesus is coming soon. Sasa Brian akatawaria sema mnaenda wapi? Sasa kwenda kaobi. Sasa kampele twende. Sasa mwende tunakuja. Nikasema sawa. Nenda mtu wa pili nani? Janvier. Janvier sasa Mungu wangu nikamkuza Janvier. Alikuwa kama mmoja mkule. Akatoka na salimi tu pale anakuja pale. Anza kuomba, akakemka. Nasema wow. Sasa nilikuwa napenda kwamba sema abaki hata pale. Sasa kibidi niamini. Hata kaza kwenda akasema Mungu. Sasa tunarudi pati. Tuko mamso tunarudi pale. Pande kidogo hivi. Nene tena nakuja. Sasa kama tena nakuja anasema pale tutangalia. Anza kuchia pale anza kusumna kwa telefoni pale. Sasa watu wengi alikuwa pale kupita pale kipande ile madao ndio wanapita pale sema sasa hii mambo ni nguvu sana. Tunamaliza pale kuomba hivi hapo. Mama. Ngasikia mkongo karibu sema Mungu wangu. Takufa bula hapa. Kwa sababu sema okay, ni Mungu anapokea sifa kwa sababu tulifanya kazi ya Mungu pale jana na mkono wangu unaonekana pale. Bado walipokea habari njema. Bali wote walikuwa mbali. Walisikia habari njema. Kwa sababu ndio tunasema pale lazima muangalie. Na kwa sababu tunasoma pale nasikia mtaipata. Tukana mababu. Nasema mpende msipende pale Mtaipata. Nasema Mungu kama chakula Mungu sangara yake rangi wala nini, lakini kwa leo mtapata nini? Mtaipata. Na misho kwamba sema mpokee Yesu Kristo kwa maana ndio sovereign ndio mkoza maisha. Ndio kama mtaipata kwa sababu mtakaa pale na marilezima kamera wote ndio hapa lega. Kamera ndio ndio kwa kamera kati hivi so mtaona na maisha kwa muda mrefu. Amen. Kwamba sema wakati unaamini kwa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Utakosa amani. Utakuwa mtumwa wa Saint Spirit. Anaweza kulamusha kama sema lamuka wewe unaenda. Tosha dote. Amen. Hapana kama sema lugha. Lakini nashangaa. Tanywa Swahili ni nyuso tiko yulu. Hapa sasa wale ndio wapata bien. Sasa bahati mbaya kama vile pale ni akaishindika kama. Amen. Hapo nikashindika pale. Tukasema okay, tulipa neema sote mtupatia hii na tulipa na tukaomba na Mungu alisaidia sana. Haleluya. Ni kwamba sema tutie imani yetu kwa Yesu Kristo. Na wakati imani iko ndani ya Yesu Kristo, hautaogopa wala hautatetemeka hapana. Bila mdunia abisa kuogopesha hapana kwa sababu ndio unasema ndani yangu mko puissance hapana Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Inapaswa kumwaminia Yesu Kristo na kusema kwamba anastahili. Haleluya. Amen. Okay. 5 minutes. Haleluya. Tusomea kitabu cha Yohana 14 verset.
Hakuna kusoma, nitasoma. Yohana 14 verset inasema hivi. Salama ninawachia nini? Salama yangu ninawapa nini? Nami ninawapa nyinyi. Si kama dunia inavyotaka na inavyotoa. Haleluya. Anasema salama ametupatia sisi. Wakati kama hata unatesa unaposema kwamba unapokea salama ya Bwana. Kulala na kulamuka sio kawaida pana. Salama ile uko nayo kuna wengine wanaikosa. Kuna mapresident wengine wanakosa ile salama uko nayo. Na Yesu anasema kwamba anakupatia salama ile dunia haiwezi kutosha pana. Amen. Mimi unapata usingizi wala mzuri. Unalota mzuri. Kumshukuru Bwana. Unakosa pesa lakini unalala usingizi. Shukuru Mungu. Kuna watu bebe na pesa na wanakosa usingizi, wanakosa amani. Wanatamani kwa kama wewe, wanatamani kwa kama ukapata matembele unakula hivi, lakini wanakosa salama. Bale wote wanamina jina la Yesu Kristo tuko na salama. Hata kama tunatenda mikuru wazi tuko na salama. Hata kama nakosa manguo niko na salama. Hata kama siaoa niko na salama. Hata kama siazala niko na salama. Kwa sababu wale wote anamina jina la Yesu Kristo tuko na salama ndani mwake. Amen. Amen. Tuko na salama. Hapana kuogopa. Hata kama dunia inawaka moto, hata kama watu wanakuchukia, mmeujua kusema kwamba uko na salama ya Yesu Kristo. Uko na salama ya Yesu Kristo. Salama ya Yesu Kristo inapita salama yote. Salama ya Yesu Kristo inapita salama ya pesa uko nayo. Salama ya Yesu Kristo inapita salama ya ile kazi uko nayo. Haleluya. Anasema nilipatia salama. Ile dunia haiwezi kunipatia pale. Na nipatia salama ile dunia haiwezi kunipatia. Ndio kusema kwamba tuko na salama. Tuko na salama. Tuamini kwa Yesu Kristo, tutapata salama. Tuamini kwa Yesu Kristo, tutapata salama. Haleluya. Haleluya. Na nipatia salama. Ile dunia haiwezi kunitosha pale. Leo mageri kwako. Vita iko kwako. Nasema Kristo, tuko na salama kwa sababu Mungu eko upande wetu. Haleluya. Amen. Hapana kujali, hapana kuogopa. Kwa maana Mungu anakuonyesha mzuri yako. Tena ni pango mzuri yako. Anapenda kwamba mtakuwa kichwa. Anasema mtakuwa kichwa, hamtakuwa kila pande. Amen. Haleluya. Moto kumkono inaweza na kufa, lakini saa Mungu hawezi kupapana. Haleluya. Saa kumkono inaweza na simama, saa Mungu anasimama hapana. Watu wanaweza wanasema, wanatama vingine, hata wanasema vyote, mtu wa mwisho ni Yesu Kristo. Mtu wa mwisho ni Yesu Kristo. Kama Yesu asiyasema, usiogopa pale. Na kama Yesu asiyasema kitu, usitemeke hapana. Ubache waseme, ni makelele ya bure. Ubache waseme. Haleluya. Ubache na kushimangi. Beko na kushimanga kwa sababu ndani yako mko kitu cha maana. Kama ulikuwa kwa zero, unaweza kushimanga pale. Kama ulikuwa na kitu, unaweza kushimanga pale. Beko na kushimanga kwa sababu ndani yako mko kitu cha maana. Kwa sheri na kile kunacho. Kwa sheri na kile kunacho. Kwa sababu na kitu kimoja bado kutokana na pale. Haleluya. No cut. That's so touch. You want those. Tupa mwiwande, those. Can't touch. Inasema hivi. Yesu akapaza sauti. Akasema, yeye ananiamini, aniamini mimi tu. Haleluya. Ule ananiamini mimi tu. Watu wengi leo wanaanza kushaka binti. Unaaminia Yesu, na kuna tumakamba fulani. Una manchando fulani kwa mwili wako. Lakini unataka Mkristo. Anasema ule ananiamini mimi tu. Anaamini. Tosha mawazo fast quelque part. Tema mawazo kwa Yesu Kristo. Aminai jina la Yesu Kristo tu. Kwa maana jina la Yesu ndio possibility ya suka. Ndio mwisho na mwisho. Ni jina la Yesu Kristo. Amina jina la Yesu Kristo. Haleluya. Anaaminia mimi tu. Yes. Lakini yeye anayeniamini, anayenituma, naye anayenitazama, anamtazama yeye aliyenituma. Haleluya. Ni Yesu Kristo unasema. Ule ananiona mimi. Ule ananiamini mimi. Na ule ananitazama mimi, anamtazama ule ambapo alinituma. Nani mtume? Mungu anasema kwamba ninatuma mtu wangu wa upekee ili akuye alete mwangaza. Ili akuye okoe waliobaki. Haleluya. Haleluya.
Na ndio msije yangu. Wakati Yesu Kristo anafika kwenye nyumba ya Martha na Maria, anakuta watu wenye kuikala sana. Batu beko na ria, beko na mkonsole. Me batu beko na konsole machozi beko na macho. Me machozi ya roho hakuna mtu ambaye anaweza kuipanguza. Mpaka Yesu Kristo ndio anaweza kupanguza machozi ili kundana Mungu. Haleluya. Batu wanaweza wanakuona jinsi ambapo uzuri kumanchu yako, me ile uzuri na muro. Nani ambapo anaweza naitosha kama sio Yesu Kristo. Batu beko pale beko na tazama madama, beko na imba, beko na pale. Wakati Yesu anakuja, Maria anakimbia mbele kwa Yesu Kristo. Anamwambia Yesu Kristo, kama ulikuja mapema, Isa ndugu yetu asingekufa pana. Haleluya. Yesu anasema mnyoneshe tu ile pata ambapo ulimshika. Mwenye kanyonesha ile pasa ambapo Maria anakimbia mbio, anaenda kumwambia Martha, bibi yake Lazaro. Anamwambia kusema kwamba Yesu anakuja. Yesu anakuja. Wakati Yesu anakuja, sauti mimi nasema kwamba Martha anakimbia mbio kwa Yesu Kristo. Baada ile pasa ambapo balimshika Lazaro. Wakati Yesu anaangalia nyuma, anamwona Martha iko na mashaka ndani yake. Martha anadute, ashukue na imani pale. Martha anasema kwamba Bwana wangu ameshakuwa na masiku kadri ya mkaburi, asina uwezo kuamka pale. Na ya kwanza tena iko na nuka sana. Ndio sauti ya kuoza. Yesu anamwambia Martha, nilikwambia nini? Nilikwambia nini? Kwa maana mimi ndio ufufuko. Kwa maana mimi ndio nataka hizo. Tosha lijua kwa kabla Lazaro. Fungula roho yako. Tosha dutu liko ndani yako. Ya kusema kwamba ile inawezekana hapana. Kwa Yesu vyote vinawezekana. Biblia inasema bila tosha rufu, na kwa Yesu Kristo ni parfait ya bonodea. Amen. Na Yesu haistangalia rufu ya kuoza hapana. Na Yesu haistangalia vile watu leo wanasema hapana. Kama Yesu anapenda kufanya miracle, haistangalia kama sema unatoka familia nani, papa yako ni nani, hapana. Eko pale wakati ambapo anapenda. Haleluya. Yesu anasema na Martha, tushalichiwe. Amen. Tushalichiwe. Hapana kutia duto maisha. Hapana kutia duto maisha. Amina Yesu Kristo. Na Yesu akubariki sana. Amina jina la Yesu Kristo. Ndio heritage tunayo. Amina jina la Yesu Kristo. Huko masomo tembea na Yesu Kristo. Huko marafiki amina jina la Yesu Kristo. Bachikulize kama sema unaaminia nani? Usikuwe na fear na kusema mimi naamini Yesu Kristo. Kama atakupika bakupike na siku moja utadumisha maisha yako. Amen. 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 Amen.